La pili, Musa Mkwaju, ni kuhusiana na amezungumza aliyekuwa mwenyekiti wa bodi ya ligi ambaye amejiuzulu, Steven Mguto, kwamba yeye hajajiuzulu eti kwa sababu ya shinikizo kutoka kwa Yanga. Yameona tuko wakati umefika na ameamua kuachia nafasi ili mambo mengine aweze kuendelea. Unajua lazima ujiulize kitu kimoja. Kwani Mguto muda wake wa kudumu kwenye bodi ya ligi uliisha lini? Mwenyekiti wake kwenye klabu ya Coastal Union uliisha lini? Kwa nini sio wakati huo wote ambao tayari muda wake ulikwisha kuisha kwenye klabu ya Coastal Union? Ina maana yeye akawa anapoteza sifa moja kwa moja ya kuongoza. Kwani ili mwenyekiti awe mwenyekiti wa bodi ya ligi, anapaswa mwenyekiti wa bodi ya ligi kwamba kwanza lazima tufahamu kwamba bodi ya ligi inajengwa na tunasema na wawakilishi kutoka kwenye zile klabu ambazo zinashiriki michuano ya ligi kwa soka ya Tanzania bara. Sifa hizo. Yes, hizo ni sifa ambazo tunazungumza. Kwa maana kwenye zile klabu ni 16 ambazo tunazungumza zikiwepo zinatakiwa kwenye wale watu walioko pale ndo anachaguliwa, kwa maana wale wawakilishi wenyekiti wa clubs hizi ndo mmoja kati yao anachaguliwa kuwa miongoni mwa watu ambao watakuwa wenyekiti wa bodi ya ligi, kwa maana kwamba zinapigwa kura, si ndio? Ina maana kama wakipatikana wawili watatu ambao wanagombea hiyo nafasi watagombea, then ambaye atafanikiwa kupigiwa kura na wale wajumbe inaweza ikawa ni 16, ndio sema wanatengeneza nani hiyo ya shirikisho. Ina maana moja kwa moja wale ndo wanapata nafasi ya kuongoza. Sasa ukiangalia Steven Mguto aliingia kwenye huu wadhifa baada ya kuwa ni mwenyekiti wa klabu ya Coastal Union, si ndio? Akupitia Coastal Union akaingia kuwa mmoja kati ya wajumbe ambao walipata nafasi ya kugombea, na baada ya kugombea yeye akachaguliwa kuwa mwenyekiti wa bodi ya ligi. Lakini kutokana na tunasema na utaratibu wa uchaguzi na kadhalika kwenye klabu ya Coastal Union, ilikuwa imefika kipindi ambacho tayari ilisha muda wake wa kudumu kama mwenyekiti wa klabu ya Coastal Union ulikuwa umefikia ukomo, na ikawa inahitajika kufanyika uchaguzi ambao utamweka mtu mwingine. Na yeye mpaka kufikia pale, kwa lugha nyepesi, ni kwamba alikuwa anaenda kupoteza zile sifa, kwa sababu hakuwa tena mwenyekiti wa klabu ya Coastal Union anayetambulika, si ndio? Kwa maana kwamba muda wake ulikuwa umekwisha, ilikuwa inatakiwa ufanyike uchaguzi ili awe elected mtu mwingine, alafu then pengine ndo atapata nafasi hiyo ya kuendelea kuhudumu hapa. Sasa kwa mujibu kwa muktadha huo, na yeye kwa sababu pia hakuwa kwenye nafasi ya kugombea tena huo wenyekiti ili ashinde tena kuendelea kuiwakilisha Coastal Union, automatically alikuwa anapoteza sifa ya kuwa mwenyekiti wa bodi ya ligi. Lakini ameendelea kuwepo mpaka Young Africans amekuja kutoa zile pressure, ndio baadaye anakuja kutangaza kujiuzuru. Alafu baadaye kujitangaza kujiuzuru, nafikiri zimepita siku 2 kama baadaye tunamuona kwamba anaenda kutangaza, kwa maana kwamba mwenyekiti wa masuala ya uchaguzi wa TFF anaenda kutangaza kuhusiana na swala zima la kuelekea mchakato wa uchaguzi ambao unafuata kwa viongozi wa TFF. Sasa ukiangalia hayo mazingira yote, ni ngumu kusema kwamba Young Africans hawajachangia kwa maana Steven Mguto kungatuka. Kama alikuwa ni mtu wa kungatuka, angeshangatuka mapema kabla ya kufika huko, kwa sababu tayari mazingira na nyakati yalikuwa yanamkataa kwa yeye kupoteza zile sifa ambazo zilikuwa zinahitajika, si ndio? Kwa hiyo kwa muktadha huo, lugha nyepesi ukisema, nadhani tu anazungumza kwa kuiepuka fedheha, kuona kwamba kuonekana Young Africans wamemuondoa yeye kwenye mamlaka ambayo alikuwa anataka kuendelea kuwepo, si ndio? Yaani yeye nadhani anachofanya ni kuikataa tu Young Africans isionekane ile. Tukiacha yote hayo, Yanga walikuwa sahihi kupeleka pressure kwake. Kwa maana ajiuzuru. Kwa mimi madai ya Young Africans kwangu mimi, madai ya Young Africans, yani zile tuhuma za Young Africans ambazo walikuwa wanaelekeza kwa mwenyekiti wa bodi ya ligi hazikuwa na mashiko kwangu mimi. Yani yale sababu zao, yani wangeenda kusema labda overstay, ningesema ina mashiko kwa sababu ilikuwa ni kweli. Lakini ile kauli yake ya kusema sijui nakumbuka mmoja kati ya sababu zao ambazo zilikuwa zinatajwa, kwa sababu Almas Kasongo alitajwa kuhusiana na Kidao, ndo alitajwa kuhusishwa na marefa, si ndio? Alafu Mguto sijui, yani kuna sababu zao ambazo zilikuwa hazimatch na majukumu ya mwenyekiti wa bodi ya ligi. Yani majukumu ambayo yuko nayo, alafu na sababu ambazo zilikuwa zinatolewa na wanayanga zilikuwa hazimachi. Kwa hiyo kwa sababu za wanayanga mimi nasema hapana, lakini kwa mazingira hayo ya hicho ambacho nakizungumza, nasema ndio, ni kweli tayari muda wake ulikuwa umekwisha kulingana na sifa na mazingira yenyewe, nafasi yenyewe na hudumu. Kwa hiyo alikuwa anapaswa ku step down, it's okay. Lakini yani tuseme Young Africans walikuwa wanafanya sahihi, lakini kwa sababu zisizokuwa sahihi. Sio, unielewa? Kwa mfano Yasin Majengo, inawezekana labda TV3, si ndio, wakaamua kuachana na wewe, wakasema bana sisi tunamuondoa kazini Yasin Majengo, si ndio? Alafu wakataja sababu ni kwa sababu Yasin Majengo sio mfanyakazi mzuri.
kitu ambacho sio kweli. Wewe ni mfanyakazi mzuri, si ndio? Lakini ipo sababu ambayo inasema labda TV3 sasa imekuja inahitaji watu warefu, si ndio? Naam. Kwa hiyo tutasema Yasin Majengo ni kweli ni sahihi kuondolewa kwake kwa sababu TV3 inahitaji watu warefu, lakini sababu ya yeye kuondolewa kutaja sio mtangazaji mzuri sio sahihi. Ndicho ambacho naweza nikasema kwamba Young Africans walikuwa yani kumuondoa kutaka mwenyekiti wa bodi ya ligi aondolewe walikuwa sahihi, lakini sababu waliokuwa wanaitumia ndio haikuwa sahihi, kwa sababu walikuwa wanamshutumu na tuhuma ambazo zilikuwa haziendi moja kwa moja kwake, zilikuwa haziingiliani na majukumu yake ya kila siku kwenye utendaji.